Mheshimiwa Mrisho Mashaka Gambo atafuatiwa na Mheshimiwa Livingstone Kaboyoka na Mheshimiwa Edwin Enos Swale ajiandae. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika jimbo ambalo linaguswa kwa kiwango kidogo sana na Wizara ya Ujenzi na TANROADS pamoja na jimbo la Arusha. Ukizungumzia barabara ya Mianzini Ngaramtoni kilomita 18, jimbo la Arusha tuna mita 200 tu, nyingine zote ziko wilaya ya Rumeru. Lakini kwa ujumla wake kwa miaka yote mitano toka 2020 mpaka sasa tumekuwa tunajenga hoja kwa barabara yetu ya kutoka Arusha Airport kwenda hadi Kilombero, inatakiwa ijengwe kwa njia 4. Kwa miaka yote mitano imekuwa serikali inafanya usanifu, na mpaka leo tumeona taarifa ya waziri anatuambia usanifu umekamilika ndani ya miaka hiyo mitano. Kwa hiyo ningependa kwenye bajeti hii waziri atuambie sasa baada ya kukamilisha usanifu ni lini watatangaza tenda, apatikane mkandarasi, na hasa ukizingatia kwamba tunaenda kwenye masuala ya Afcon na Daktari Samia ameweka vizuri masuala ya utalii pale kwenye upande wa Royal Tour. Lakini jambo la pili, hiyo barabara ikitengenezwa itasaidia pia kuondoa mafuriko. Kuna kata kama ya Unga Limited, kata ya Sombetini, kata ya Usunyai, mafuriko ni makubwa sana. Barabara ikijengwa tunaamini kwamba mitaro itatengenezwa na changamoto kwa wananchi itaweza kuondoka. Lakini tunaomba pia wakalipe fidia angalau kwa kipindi hiki wakati wanasubiri na michakato mingine ya kujenga barabara. Lakini jambo la pili ni kuhusiana na barabara ya Arusha Kibaya Kongwa. Na yenyewe pia tumeipigia debe kwa miaka yote mitano hii. Mara ya kwanza mkataba ulisainiwa kupitia EPC+F, zikatokea changamoto, umekuja tena mradi mwingine mnasema sanifu na kujenga, lakini mmesha saini mkataba na hapa bungeni mmejibu mara nyingi sana kwa kilomita 70. Hadi leo tunapozungumza mkandarasi bado hajafika site. Na hii itatusaidia kupata barabara ya njia 4 kutoka kona ya Mbauda kushuka mpaka kule chini kwa Mlombo ambako tunakwenda kujenga stendi ya kisasa. Itasaidia pia kuondoa na mafuriko kwenye eneo la kata ya Sombetini pamoja na kata ya Usunyai. Kwa sasa mtuambie kwamba wewe mkandarasi atakwenda lini site ili tusaidie kwenye masuala ya Afcon na kazi nzuri ambayo Daktari Samia anaifanya. Lakini jambo la tatu ni kuhusiana na mafuriko. Tunajenga barabara nzuri, mfano barabara ya Arusha ya Sakina Tengeru imejengwa vizuri, lakini maji yameelekezwa kwa wananchi. Kata ya Ngarenalo ukiangalia, kata ya Sakina ukiangalia, Kaloleni yenyewe, ukienda kule Balaa, ukienda Kimandolu, kote mvua ikinyesha ni vurugu tu. Kwa tunategemea sasa wakafanye study ya kutosha ili yale maji yanayopita pale watafutie njia ya kupita yaende kwenye mitaro au kwenye mito kama mto Nduluma ili tuweze kuondolea adha hiyo wananchi. Lakini pia tunashukuru kuona kwamba kuna baadhi ya jitihada zimeanza, mfano kwenye kata ya Telat kuna barabara ya namba 70 kule kwenye mtaa wa Lukungu. Tumeona tayari mkandarasi amepatikana, lakini alikwenda akachimba baadaye ameweka greda pembeni, kazi bado haiendelee. Naomba aende akasukumwe ile kazi ikafanyike ili wananchi wa Lukungu pale namba 70 wasipate changamoto hiyo, lakini mitaa kama ya Bondeni Kati, eneo la Mpambazuko pia wasipate changamoto ya mafuriko pamoja na mtaa wa Ilaitayo kwenye kata hiyo ya Telat. Lakini jingine Mheshimiwa Mwenyekiti ni kuhusiana na malipo ya kandarasi. Tunajua TANROADS na nyinyi Wizara ya Ujenzi mngependa kujenga barabara zote nchi nzima, lakini ili mjenge barabara mnahitaji kuwa na fedha. Tumekuwa na taarifa kwamba wakandarasi wetu wana changamoto kubwa ya kupata malipo ya fedha. Kwa hiyo tungekuomba Wizara ya Ujenzi ukae na Wizara ya Fedha ili watoe kipaumbele cha kutosha. Maana najua nyinyi mkipata fedha kusukumana na wakandarasi kazi ziende ni jambo ambalo mna uwezo nao, lakini kama hamna fedha, mkandarasi ameshafanya kazi, ametoa certificate, kama hela hakuna kazi haiwezi kuendelea. Kwa hiyo kikubwa zaidi wakandarasi wetu wanapata hasara, wamekopa fedha kutoka benki, na nilikuwa nimejenga hoja kwenye bunge hili. Wakandarasi wa nje wakipewa kazi wanawekewa na riba. Serikali ikishindwa kulipa fedha kila baada ya muda riba inaongezeka. Kwa nini kwa wakandarasi wa ndani? Na tumesema serikali yetu inaangalia wazawa. Kwa nini wao wakipewa kazi serikali ikichelewa kuwalipa, kwa nini na wao tusiwawekee riba ili mwisho wa siku zile riba wanazopata kwenye maeneo ya benki na maeneo mengine zisiendelee kuwaumiza? Wako baadhi ya wakandarasi ambao wameweza kuuza nyumba zao, kuuza mali zao, wamefilisiwa kwa sababu ya kucheleweshwa kulipwa na serikali. Mimi nafahamu Daktari Samia anawapenda Watanzania, anawapenda wananchi, anawajali wakandarasi wazao. Sasa nyinyi mnao msaidia kwenye Wizara ya Fedha, Wizara ya Ujenzi, tumsaidie rais kuweka mipango mizuri zaidi, na tusitangaze tenda kama hatuna fedha. Tusimuawadi kazi mkandarasi kama hatuna fedha. Kwa kufanya hivyo tunawarudisha nyuma badala ya kwenda kuwasogeza mbele. Lakini la kumalizia jingine,
tuna changamoto kwenye upande wa fidia. Barabara yetu ya Arusha bypass ile kwenye kata kama za Moshono na kata nyingine, wako wananchi ambao maeneo yao yamezuiwa na serikali kwa muda mrefu, wanaambiwa watalipwa fidia. Mwananchi anashindwa kuendeleza, anashindwa kujenga, anashindwa kuuza, na serikali haimwambii lini itamlipa fidia. Naomba mtuambie ni lini mtalipa fidia, na ikishindikana basi wala wananchi wawe huru na maeneo yao, na serikali wakihitaji watakuja kulibada kusema. Asante changamoto ya muda, na kushukuru sana, na nitaunga mkono hoja baada ya kupata majibu ya kujiridhisha kulingana na masuala ambayo nimeelezea.